ikitangaza moja kwa moja kutoka wilayani Ngara mkoani Kagera nchini Tanzania. Hii ni Radio Kwizera FM, tayari kwa upande wa muda ni saa 6:02 mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhtasari wake. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam inaendelea kusikiliza kesi za jinai zinazomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Jeshi la polisi kitengo cha polisi jamii wilayani Biharamulo mkoani Kagera limewataka wananchi kuendelea kuhamasisha amani, umoja na mshikamano katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Na waziri mkuu mpya wa Sudani Kamil Idris amesema vipaumbele vya serikali yake ni pamoja na kutimiza usalama wa taifa na kurejesha mamlaka ya nchi. Habari kamili. Dar es Salaam. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam inaendelea kusikiliza kesi za jinai zinazomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Usikilizwaji wa kesi hizo namba 8606 na 8607 za mwaka huu unarushwa moja kwa moja kwa umma kupitia mitandao rasmi ya mahakama. Lissu anakabiliwa na kesi mbili. Ya kwanza ni ya uhaini ambayo imekuja kwa ajili ya kutajwa, na kesi ya pili ni ile inayohusu uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mitandao ya kijamii wa YouTube. Hata hivyo, baadhi ya wanachama na viongozi wa Chadema wamezuiliwa kuingia eneo la ndani ya mahakama kwa madai ya kuchelewa kuingia ndani. Biharamulo. Jeshi la polisi kitengo cha polisi jamii wilayani Biharamulo mkoani Kagera limewataka wananchi kuendelea kuhamasisha amani, umoja na mshikamano katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba. Mratibu mkuu wa kitengo hicho wilayani humo SP Pasco Kiula ameeleza hayo wakati akizungumza na wananchi kuhusu umuhimu wa wao kushirikiana na polisi katika swala zima la ulinzi shirikishi. SP Kiula amesema wananchi wana fursa ya kulinda na kutunza amani kabla na baada ya uchaguzi na kuepuka waasi wanaoweza kuivuruga nchi, na kuwataka wananchi kutoa taarifa za watu wenye viashiria vya kusababisha vurugu ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Polisi ikishi ni kuanzia kwako wewe. Yaani ukisikia polisi namba 1 ni raia katika nchi. Polisi namba 1 ni nyinyi raia. Ndio polisi namba 1. Sisi hapa tunavaa uniform tu tunakusupport polisi katika jamii yetu. Na kwa maana ulinzi na usalama wa raia. Ukiona uhalifu unafanyika, wewe ndo askari namba 1 ukamata. Ili mradi tu ukamate katika mazingira mazuri. Ukiona umeshindwa sasa ndo unampigia simu polisi, sasa anakuja kukusaidia. Lakini wewe ujue wewe ndo askari namba 1 ukamata na kuzuia uhalifu. Ushirikiano na jeshi la polisi ni kupunguza uhalifu. Lakini ukitaka kuona ushirikiano mzuri, kwanza nyinyi kama nyinyi wenyewe lazima muwe na upendo. Ukimpenda mwenzio lazima utamwambia bwana, unachokifanya hichi sio sawa. Mkuu wa polisi wilaya ya Biharamulo ASP Chazi Kidesheni amesema jeshi la polisi litakuwa karibu na wananchi kwa kusikiliza viapo vyao, kwa kuzingatia viapo vyao vya kulinda usalama wa raia na mali zao, hali ambayo itasaidia kuimarisha usalama wao. Geita. Wananchi katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro wilayani Geita mkoani Geita wametakiwa kutunza mazingira kwa kufanya usafi wa mara kwa mara ili kuepuka kupata magonjwa ya mlipuko. Wito huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Geita Bwana Martin Shigera alipokuwa akizindua zoezi la usafi wa mazingira ambao kimkoa umefanyika katika viwanja vya mamlaka ya mji mdogo wa Katoro. Akizungumza na wananchi kwa niaba ya mkuu wa mkoa huo, mkuu wa wilaya ya Geita Bwana Hashim Komba amesema ili kuweka mji katika hali ya usafi, haina budi kila mmoja kuyatunza mazingira kwa kufanya usafi.
Maisha yetu yamejengeka na mazingira. Tukiyalinda mazingira, nayo yatatulinda. Tukiyaharibu mazingira, na yenyewe yatatuharibia maisha yetu. Jambo la kwanza katika kutunza mazingira ni kufanya usafi wa mazingira yetu tunayoishi, usafi wa mazingira kwenye biashara zetu, usafi wa mazingira kwenye mitaro yetu, usafi wa mazingira kwenye barabara, usafi wa mazingira kwenye kila eneo. Na kwenye eneo hili nisisitize sana kudhibiti matumizi ya plastiki kwenye maeneo yetu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanya kazi kubwa sana ya kutoa elimu ya namna gani ambavyo tunaweza kuwa na vifungashio kwenye maeneo yetu ya biashara, vifungashio ambavyo havitaharibu mazingira yetu. Baadhi ya wananchi wa mamlaka ya mji mdogo wa Katoro wakishiriki katika zoezi hilo la usafi wameiomba serikali kupitia uhifadhi na usafi wa mazingira kuweka taratibu za kusimamia sheria, hasa kwa wale ambao wanakiuka taratibu za usafi kwenye maeneo yao. Dodoma. Mratibu wa kitaifa wa mfumo wa anwani za makazi NAPA, mhandisi Jamfon Mbugi, amesema ni wajibu wa kila Mtanzania kuhakikisha anahakiki taarifa zake za anwani ya makazi ili imwezeshe kupata huduma zinazotolewa kwa njia ya kidigitali. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake jijini Dodoma, mhandisi Mbugi amesema zoezi linaloendelea hivi sasa ni kuhakiki taarifa za wakazi wa mitaa, kata na vijiji ili taarifa hizo ziweze kusaidia katika utoaji wa huduma kwa taasisi mbalimbali za serikali na binafsi. Amesema mpaka sasa anwani za makazi milioni 12.9 zimefanyiwa kazi nchi nzima na kuwataka wananchi kuendelea kuhakiki taarifa zao ili kuwa na idadi kamili ya makazi hapa nchini. Aidha, mhandisi Mbugi amewahimiza wananchi kujitokeza na kujaza taarifa zao kwa watendaji wa mitaa, kata au vijiji ili ziingizwe kwenye mfumo wa anwani za makazi, hatua itakayowezesha utambuzi wao wa haraka wanapohitaji huduma mbalimbali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Khartoum. Waziri Mkuu mpya wa Sudani, Kamil Idris, amesema vipaumbele vya serikali yake ni pamoja na kutimiza usalama wa taifa na kurejesha mamlaka ya nchi. Akizungumza jana katika hotuba yake ya kwanza kwa taifa kupitia televisheni ya nchi hiyo, Bwana Idris pia amesisitiza haja ya ufufukaji wa kina wa taifa, majadiliano jumuishi yanayoongozwa na Sudani na kupinga kujitenga kikanda na siasa za ubaguzi wa rangi. Pia amehimiza kuimarisha ushirikiano wa kigeni wa Sudani, hususani ndani ya nchi za Afrika na za Kiarabu, na kuitaka jamii ya kimataifa kuiunga mkono nchi hiyo katika juhudi zake za kujijenga upya. Gaza. Shirika la misaada la madaktari wasio na mipaka MSF limesema kwamba watu waliowatibu katika eneo la misaada la Gaza linaloendeshwa na shirika jipya linaloungwa mkono na Marekani waliripoti kupigwa risasi kutoka pande zote na vikosi vya Israeli. MSF imelilaumu shirika hilo jipya kwa machafuko yaliyotokea wakati wa kutolewa kwa msaada katika eneo la mji wa Rafa. Katika hatua nyingine, shirika la ulinzi wa kiraia wa Gaza limesema mashambulio hayo ya Israel yamewaua Wapalestina 31 katika eneo hilo walioshuhudia. Pia wameliambia shirika la habari la AFP kuwa wanajeshi wa Israel walifyatua risasi. Hata hivyo, madai hayo yamekanishwa vikali na Israel pamoja na shirika jipya la msaada la GHF ambalo linaungwa mkono na Marekani. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam inaendelea kusikiliza kesi za jinai zinazomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Jeshi la polisi kitengo cha polisi jamii wilayani Biharamulo mkoani Kagera limewataka wananchi kuendelea kuhamasisha amani, umoja na mshikamano kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba. Na waziri mkuu mpya wa Sudani, Kamil Idris, amesema vipaumbele vya serikali yake ni pamoja na kutimiza usalama wa taifa na kurejesha
mamlaka ya nchi. Waza Wazua. Msikilizaji, mambo mazuri hutokea unapojitenga na watu bandia. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.